Maono ya mtoto yanabebwa na watu watatu muhimu. Maono ya mtoto wako yanabebwa na watu watatu muhimu. Hichi ni kitu ambacho inatakiwa uzingatie sana. Haleluya. Amen. Kwanza, maono ya mtoto yanabebwa na mtoto mwenyewe. Haleluya. Haya maono ya mtoto yanabebwa na mtoto mwenyewe. Nimesema maono ni kitu gani? Maono ni picha ambayo Mungu anaweka ndani ya mtoto kwamba yeye ni nani hapo baadaye. Haya yanaitwa maono. Haleluya. Anaanza kujiona kwamba yeye baadaye atakuwa nani. Anaanza kutamani kile kitu akiwa sasa. Lakini nimesema hapo mwanzo kwamba kuna umuhimu sana mzazi kujua mtoto ana kitu gani. Kwa sababu umlei mtoto tu, unalea na maono yake. Haleluya. Kwamba huyu mtoto ni dokta baadaye. Haleluya. Ndani yako tayari umeshagundua kwamba huyu mtoto ana kitu cha udokta. Kwa hiyo Mungu amemleta duniani kwa ajili ya kuwa dokta hapa baadaye. Kwa hiyo nimesema maono ya mtoto yanabebwa na watu watatu muhimu. Kwanza kabisa, maono ya mtoto yanabebwa na mtoto mwenyewe. Haleluya. Amen. Huyu mtoto ambaye mbeba maono inatakiwa afanyaje? Huyu mtoto ambaye amebeba hiyo picha, yeye ni nani baadaye, kwanza inatakiwa ajitambue.